Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha ladha ya Ramadhan. Ukiwa nami Ahmed Omar kutoka Medi Dishes, na kwa leo tutaweza kuwatayarishia potato wedges na maini dry fry, yani liver dry fry na potato wedges. Bila kupoteza wakati tutapitia zile ingredients ambazo tutakuwa tunatumia kwa leo. Ni potato wedges, liver dry fry na chutney. So tukiangalia zile ingredients ambazo tuko nazo leo, kuna maembe na pilipili. Maembe na pilipili ni part of the ingredients ambazo tutatumia katika kutengeneza chutney chetu. Kuna vitunguu, tutatumia kidogo katika chutney, lakini vingi vitaenda katika kukaranga yale maini yetu. Tuko na kitunguu saumu tutakachotumia katika maini. Kuna chumvi. Alafu tuko na spices, tunatumia spices aina tatu leo, ambapo tuko na Spanish paprika, kuna turmeric manjano yani, na black pepper yani pilipili manga, zote ziko in powder form. Alafu tuko na dania. Kazi ya dania leo ni ya kugarnish peke yake. Tuko na maini ambao tumeshakata kwa pieces ndogo ndogo, na vile vile tuko na viazi ambazo tumezikata into wedges. Bila kupoteza wakati tutaenda tuwakishie moto upande ule wa yale maji yetu ya moto. Na kabla ya kuweka zile viazi ndani ya yale maji ya moto, huwa napendelea yale maji yawe yameshika moto kabisa. Wakati yanaposhika moto ndio vile viazi wakati utakapoviweka vinapata kuchemka kwa mara moja, havipati kuvurugika. Lakini ukiweka maji uweke viazi ndani, utapata maji yanapoanza kushika moto yanashika kuanzia sehemu ya chini ikija sehemu ya juu, na utapata kuna difference ya vile viazi zinavyoiva, na pia possibility ya zile viazi kwamba vile uko chini vianze kuvurugika na vya juu unapata bado havijaweza kuchemka kwa vizuri, iko high. So huwa napendelea niweke kama maji yameshachemka, na ukumbuke tutakuja kuweka chumvi, ama pia bado tunaweza weka mapema, yani ile vile viazi viweze kuchemkia na chumvi viweze kushika chumvi mpaka ndani. Nitaweka chumvi ni kwa kiasi, hatutaweka nyingi sana. Then baadaye nitachukua blender yangu, yani lile jug langu la blender. Nitaweza kuweka yale maembe ndani. Teka maembe ndani. Halafu nitaweza kufuatanisha na zile pilipili, lakini nitaweza kutoa ile part ya mti tuweke pilipili zenyewe ndani. Na leo kama mathalan mtu unajua blender yako pengine haina nguvu, unaweza kuendelea kukata kama ni yale maembe pamoja na zile pilipili, utaweza kuzikata kwa sehemu ndogo ndogo. Nimeweka zile pilipili ndani. Nitachukua kitunguu kidogo sana niweke. Kuna wale wanaotumia pia nazi, unaweza weka nazi. Nimeweka tu kitunguu cha kuongezea ladha katika ile chutney. Baadaye nitaweza kuweka chumvi kwa kiasi, na niweze kuweka manjano yani turmeric, inaipatia rangi nzuri na ladha pia. Tutaweka zile spices kando. Alafu nitaweza kuongezea maji, na ndio baadaye tuweze kublend. Tumia kijiko tuweze kuangalia ile consistency ambao kile chutney chetu kiko nao, na pia bado naweza kuona kuna maembe ambao hayajasagika, so naweza kurudisha ni blend tena kwa kiasi. Tarudi tuweze kuangalia tena ile consistency ya ile pilipili yetu, yani chutney chetu
na ukiangalia utaweza kuona imefika ile consistency ambayo ni nzito. Hatutaki kuifanya iwe light sana, so tutaweza kuweka chutney chetu katika kile kibakuli ili tuweze kuiweka kwa side. Kumbuka maji yetu bado yanaendelea kushika moto. Sasa upande mwingine, maji yanaposhika moto, tutaweka zile viazi viendelee kushika moto. Tuache pan ishike moto kwa kiasi na iweze kukausha maji. Alafu napendelea kuanza na mafuta katika ile recipe yetu leo ya maini. Weka mafuta kwa kiasi. Mafuta mengine tutatumia katika kukaangia viazi vyetu, yani fry viazi vyetu. So mafuta yanapoendelea kushika moto yale kukaanga, kumbuka upande huu tuko na the first step ya potato wedges ambapo nimeweza kuweka maji na chumvi, na upande wa pili tunaanza matayarisho ya yale maini yetu. Vitunguu nitaweka sehemu mbili. Kuna vitunguu ambavyo nitaweka vya kuanzia ili vipate tu kupiga ile browning, zinasaidia kuniwekea harufu. Kumbuka na vitunguu kidogo, vingine nitakuja kuviweka kwa juu. So vile vitunguu vikipata browning nitapunguzia moto kwa kiasi, na kwa upande mwingine nianze kuweka zile potato wedges na itaweka zile viazi pale ndani. Niweze kusuza bakuli langu sababu kuna mahali nitakuja kulitumia, angalau ni kwa wakati wa baadaye. Kabla kitunguu kiungue, tutaweza kupunguzia moto kabisa. Kumbuka kitunguu tuliweza kupiga browning, kuna harufu ile nzuri inaweka katika yale maini yetu, ama kama katika mchuzi ama katika ile recipe unaotayarisha. Tutaweza kufuatanisha na maini. Kumbuka nimepunguzia moto, nimeweka moto wa chini. Nitaweka chumvi kwa kiasi, kusema salt to taste, kwa kiasi mtu anachopenda. Niweze kufuatanisha na manjano na paprika na pilipili manga. Baadaye niweze kuweka kile kitunguu saumu. Kitunguu saumu nakipenda kwa wingi katika maini sababu inapunguza ile harufu ya maini. Baadaye tuweze koroga na immediately atakapobadilisha rangi nitaanza kuweka kitunguu changu, sababu maini ni kitu sensitive sana, ni kitu ambacho haufai overcook ama undercook. Ukiivisha sana maini yanakuwa magumu. Ni tofauti na nyama. Tuseme nyama kila ikiendelea kupata moto inaendelea kuiva, inakuwa laini zaidi. Lakini kwa maini undercook yatatoka kama ni mabichi, na overcook yani akiweza kupita kile kiwango ambacho kinafaa kuivishwa yanarudi yanakuwa magumu. So ni vizuri ukiweza kuwa careful wakati unakaranga, ndio usiyapike sana mpaka yakarudi yakawa magumu. So tunaweka kile kitunguu, tuongezea moto tena kwa kiasi. Kumbuka kitunguu tulichokiweka kwa juu ni kitunguu ambacho hatutaki kiive sana, ni kitunguu tunataka kiive tu kwa kiasi, yani tunakitoa ile katika hali ya ubichi kiweze kuweka tu ladha katika yale maini yetu. Baadaye nitaweza kupunguzia moto
Jambo la msingi ni ukumbuke kwamba maini hayafai kuiva kwa moto mwingi, yani usiivishe pia sana, usiache kwenye moto kwa muda mrefu. Unafaa kuyapatia muda kidogo, muda kwamba itakuwa si mabichi yameiva, na pia bado isipite yakarudi yakawa magumu. Naweza kuyaacha kwa kiasi niweze kukaribisha mfuniko wangu wa ile pani yangu. Mfuniko wa pani yangu nitaweza kukaribisha, lakini kwanza wacha tukoroge zile viazi. Tukiangalia mfuniko bado yako sawa. Maini yetu tutakoroga tu kidogo. Kumbuka tunashinda tukiangalia ndio yasiwe ni yenye kuiva kupita kiasi, na at the same time viazi zetu kwa jinsi ninavyoangalia utahisi bado kiko na ugumu kwa mbali. Tutaweza kuviacha kidogo viweze kuchemka tukifuatilia yale maini yetu. Kumbuka maini yatakapoiva na vile viazi vitakapokuwa vimechemka, tutaweza kutoa vile viazi, tuweze kumwaga yale maji ya moto, tuweze kuweka maji ya baridi ili viweze kupoa kabisa. Baadaye tuweze kuweka spice kwa kiasi tuweze kuzichoma katika mafuta yetu. Takoroga kwa mara ya mwisho yale maini, ndio baadaye tuweze kuwafunikia, tuweke kwa kando. Kulingana na jinsi ninavyoyaona, naona ni kama yako tayari. Kifinya unaona kuna fluid nyekundu, kuashiria kwamba maini yako yako tayari. So tutaweza kufunikia ndio maintain lile joto. Nikiweza kuangalia viazi navyo naona vimeweza kuiva kwa kiasi. So kabla vianze kuvurugika, pia tutaweza kutoa viazi vyetu, na ukumbuke tutatoa katika moto tuvipeleke katika sink tuweze kumwaga yale maji, baadaye tuweke maji baridi. Madhumuni ya kuweza kuweka maji baridi ama kuvipoza vile viazi ni kwamba kwa vile tutarudi kuviweka ile manjano na ile paprika, wakati vikiwa moto ukiweka ile paprika na ile manjano havipati kushika kwa vizuri. So lau kama tuseme mathalan unapika nyumbani, unaweza kutayarisha ile viazi vyako, yani uvichemshe kwa mapema, uweze kuviweka kando, viweze kupoa, ndio baadaye uanze process ya kuweka ile zile spices ambazo unataka kutumia katika zile viazi. Unaweza ongezea spices, unaweza punguzia kulingana na yani vile mapendeleo yako unavyopenda zile spices zako. Kama unavyoona viacha na yale maji baridi kwa kiasi ndio viweze kupoa. Tunataka viwe ni venye kupoa kabisa ndio tuweze kuweka zile spices. Na kabla ya kuanza kuweka zile spices, tutaweza kuweka lile karai pale juu. Nikaribishe mahali ambapo tutavitoa, niweze kuwakishia moto. Mafuta yakiendelea kushika moto, tutaweza kunyunyiza ile turmeric kiasi katika zile viazi, nifuatanishe na paprika, na bado tunaweza rudi kuiganishia kwa juu na black pepper kwa umbali. Na chumvi nitaweka kidogo, kwa sababu kama unakumbuka tulikuwa tumeshavichemsha na chumvi, japo tulimwagilia maji. Nitaweka chumvi kwa kiasi niweze kuvitoss pale ndani.
ili iweze kusambaa katika zile viazi. Naweza kubadilishia kijiko kile ninachochoma nacho ili nitumie kijiko ambacho hakitakuwa ni chenye kuvunja vunja zile wedges zetu wakati ninapozichoma. Kumbuka nazichoma kwa moto wa juu, na kama nilivyoeleza mwanzoni, tunataka viwe ni vyenye kushika zile spices sparingly. Tawaacha vikauke, ishara ya kwamba vinaendelea kukauka vizuri. Utaona zile bubbles zimepungua, sio kama vile wakati unapoziweka. So you keep on observing. Ukiona bubbles zinaenda kupungua, unajua kwamba viazi vyako vimeanza kukauka. Na pia utakausha kulingana na mapendeleo yako. Pengine kuna wale wanataka viwe vikavu sana, kuna wale wasiotaka viwe vikavu kwa zaidi. Viazi ni vizuri ukivichemsha, na ukivichemsha na chumvi sehemu ya kwanza, sababu wakati utakavyochemsha baadaye uje uvikarange, yani uvikarange katika ile mafuta moto, yani deep fry, vinakuwa ni vyenye kushika ladha zaidi. Na pia at the same time, lau kama pengine mtu ingekuwa anataka kutumia marinade aina tofauti tofauti, wakati unaweka ile marinade katika vile viazi ambavyo vimechemshwa, baadaye vikaweza kupoa, ile marinade inapata kunywea, yani inapata kuwa absorbed kwa vizuri kuliko kama havijachemshwa. La msingi ni kwamba unapochemsha uweze kuviweka katika maji baridi ama uviweke katika sehemu kando uweze kupoa, na ukue careful wakati unavichemsha. Ukivi overboil, if you blanch them sana, yani ukizichemsha kwa sana, ukumbuke viazi vina retain heat. So ukivichemsha sana vitaanza kuvurugika. So ni vizuri uvichemshe mpaka mahali ambapo vijaanza kulainika sana, uweze kuzima, bearing in mind kwamba vitabaki na lile joto. Lile joto linaendelea kuivisha vile viazi vyako. Kwa jinsi ninavyoona vinaendelea vizuri viazi vyangu, nataka vikauke kiasi. Sitaki viwe soft sana, so nitavipatia muda kiasi tena ndio tuweze kuvitoa. Kama unavyoona vimekauka vizuri, tutaweza kuanza kuvitoa. Niviweke kando vimwage mafuta, nitaacha vingine. Nimetoa vya kwanza, sehemu ya pili nataka niviache vikauke sana ili viwe vikavu. Baadaye tutoe vile viazi tuweze kuviweka katika lile bakuli. Kabla ya mwisho kabisa tuweze kuweka yale maini yetu kwa juu, yani kwa kando pale. Tuweze kuwekea zile vitunguu. Tumalizie na kile chutney ambacho tutakiweka kwa kando. Tuweze kugarnish ile chakula chetu ili kiweze kupatia sura nzuri, yani ni kama kuweka makeup katika uso wakati unapojirembesha. Na kwa jinsi mnavyoona tumeweza kufanya plating ya kile chakula chetu, ambapo tumeweza kutayarisha potato wedges, marinated fried potato wedges, then tukaweza kutayarisha maini dry fry, liver dry fry, na tukatengeneza chutney chetu cha maembe. Kama tunavyosema, tumeweza kufika sehemu ile ya mwisho, na ambao ni hiyo sehemu ambayo kila mtu anaipenda, sehemu ambayo wale wanaoingia jikoni na wasioingia jikoni hakuna anaweza kuavoid, yani sehemu baada ya mlo umeshaweza kuandaliwa,
sehemu ambao pengine tayari kuindulge, lau kama si Ramadhan, pengine kama sasa tungekuwa ni wenye kuonja, na pia pengine mwelekezi wangu wa kamera pale kama jinsi ninavyoona mate na mdondoka, lakini itabidi tuvumilie ili mpaka wakati utakapofika wa kuweza kufungua somo zetu. Tuomba Mwenyezi Mungu atutakabalie swala zetu, atakabalie somo zetu, na tujalie tuwe ni wenye kupata riziki zenye kuwa na halali. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.